Hali ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati imeingia katika ghasia na sintofahamu kubwa kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kinachoripotiwa kutokea jana Jumamosi Februari 28, 2026. Kifo hicho kinadaiwa kusababishwa na shambulio la makombora lililofanywa kwa ushirikiano kati ya majeshi ya Marekani na Israel, jambo ambalo limeibua hasira kali mjini Tehran. Baraza la mawaziri wa mapinduzi ya Iran IRGC limetoa tamko rasmi asubuhi ya leo likielezea kuwa milango ya Jahannam imefunguliwa kwa maadui wa Iran. Katika taarifa iliyojaa hisia kali, IRGC imetangaza kujiandaa kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maslahi ya Marekani na washirika wake, wakisisitiza kuwa shambulio hilo litakuwa na nguvu na ukubwa ambao hajawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hiyo. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaonya kuwa kauli hii ya IRGC si ya kupuuzwa, kwani inaashiria uwezekano wa kutumika kwa makombora masafa marefu na ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika Ghuba ya Uajemi. Wakati hali ikiendelea kuwa moto, Rais wa Marekani Donald Trump ametumia jukwaa lake la Truth Social kutoa onyo kali na la moja kwa moja kwa utawala wa Tehran. Katika mfululizo wa ujumbe zake, Rais Trump ameionya Iran kutothubutu kutekeleza tishio lolote la shambulio. Trump ameandika akisema, Iran isifanye kosa la karne iwapo watathubutu kuigusa Marekani au mshirika wetu yoyote. Kama kulipiza kisasi, watakumbana na nguvu ya kijeshi ambayo dunia haijawahi kushuhudia tangu kuumbwa kwake. Rais Trump ameongeza kuwa Marekani iko katika hali ya juu ya tahadhari na kwamba adhabu kali na ya kudumu itatolewa mara moja bila kusita ikiwa Iran itachochea vita. Hadi sasa bei ya mafuta ghafi duniani imeanza kupanda kwa kasi kutokana na hofu ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa utulivu, huku mataifa makubwa kama Urusi na China yakionya kuwa shambulio hilo linaweza kuivuta dunia katika vita kuu ya tatu ikiwa pande zote zitahusisha presha. Tutaendelea kukujuza kila hatua inayojiri katika mzozo huu unaozidi kutokota. Kwa sasa tunarejea studio kwa habari nyinginezo. Usahau kusubscribe DMC Media. Mimi ni Abdul Juma.